Angel Wanjiru and I'm 6 years old. I'm in standard 1. Loreto. Angel ni mtoto wangu wa kwanza na alizaliwa 2004 na of course matarajio ya kila mama ukizaa mtoto wa kwanza inakuanga utazaa mtoto wako na afya, utazaa mtoto mrembo, yani utazaa tu mtoto hana upungufu wowote. Lakini Angel alizaliwa na hiyo ugonjwa ya hydrocephalus congenital na ilikuwa ni wakati mgumu sana kwangu kwa sababu sikukuwa nategemea kwamba ningepata mtoto kaona. Pia zile dhana zilikuwa huko nje kwenye jamii ya kwamba hawa watoto ambao huwa wanazaliwa wakiwa namna hiyo wanakuwa yani ni kama ni curse ama watu wanahusisha na mambo ya uchawi. Yesu ni mzuri. Yale ametufanyia, yale ametufanya tuamke tufanye kazi. Naona hata watu wazima wamemzubaia ni kama sijui ni, and so hizo ni changamoto ambazo nimepitia lakini nimeaccept kwa sababu hata yeye anaulizanga ni nini watu wanaangalia, kwa sababu already Angel amejiaccept, anajua licha ya kwamba kichwa chake ni kikubwa kuliko cha watoto wengine, yeye ni mtoto mrembo, yeye ni mtoto ambaye amekubalika. Na kwa hivyo kwangu kama mzazi wake every day akiamka ninampatia assurance, wewe ni mrembo, ninakupenda, wewe ni clever, wewe utakuwa daktari, wewe utakuwa mambo mazuri. I do tennis, taekwondo and singing. Nasomea Loreto. Hii shule hawakuwa na matatizo. Shule ambayo alienda ya kwanza walikuwa ni kama walikuwa na wasiwasi kidogo kuhusu, na kwa hivyo walikuwa naitisha historia ya daktari kuhusiana na matibabu ambayo alipata. I did the work which teacher gave me. I finished it and then I gave it to teacher. Ule ujumbe ningeweza kuwapatia hao wazazi wa Malindi ni kwamba wakubali, ni ngumu, inaumiza, ni ngumu sana, lakini wakubali hiyo situation wako nayo kwa sababu huo ndio mtoto Mungu amekupatia. Kuna watu wanalia, kina mama wanalia wapewe watoto hata kama ni kiwete na hawana, lakini wewe Mungu amekujalia huo mtoto na hakuna vile Mungu anaweza kupatia ile kitu anajua uwezi kukiendeleza. Watoto napenda kucheza nao, nacheza nao pamoja, tunacheza alafu tunacheza kidogo, bali kitu tunaenda kwa class. Mimi ni shahidi kama vile nimesema ya kwamba si uchawi wala si ati nilifanya makosa maybe katika maisha yangu nikija kuzaa mtoto. No, hiyo ni situation inaweza kufanyikia mtu yeyote. Kwa hivyo kwa hao watu wako na dhana tofauti, ni wakati wabadilike ili wasaidie wale watoto wanazaliwa na upungufu kama huo. I'll be a doctor and then I'll be treating people.